Ngoja nikupe mfano kadhaa. Nianze na wa kwangu mimi mwenyewe. Ungeniuliza nilipokuwa namaliza form 6 naenda chuoni, ungeniambia mawazo uliokuwa nayo na ndoto ulizokuwa nazo ni kufanya kitu gani, ningekupangia vitu vingi sana ambavyo vilikuwa yako na mipango ambayo nilikuwa naiweka kunisaidia nifike kwenye ile ndoto. Lakini Mungu akaniokoa, na baada ya Mungu kuniokoa nilishangaa sana, kwa sababu sikutegemea kwamba angeniokoa, kwa sababu nilikuwa sijui hicho kitu. Nilikuwa nachukia watu waliookoka na wakasirikia, naona kama vile wanapoteza muda. Nilikuwa naona rafiki zangu waliookoka, naona wamechelewa sana, wanakosa maisha. Lakini baada ya kuokoka nilikuwa na maswali mengi sana, maswali mengi sana. Nilikuwa namuuliza Mungu moyoni, kulikoni? Sasa ndio naendeleaje? Ndio nawazaje? Alafu ghafla akaanza kunionyesha vitu kadhaa. Kati ya vitu nilivyoshangaa ni pinde za mvua zilizokuwa zinanifuatilia. Pinde za mvua, inawezekana wewe unaona kwenye mawingu, nilikuwa naona zikinifuatilia. Ngoja nikupe mfano michache. Siku moja nilikuwa nimeteremka kwenye basi, sikuwa na pikipiki, sikuwa na gari, naenda nyumbani kwangu. Wakati ninatembea, mvua ikaanza kunyesha kubwa sana. Wakati ninyesha, nimeanza kidogo kuloa kidogo, alafu ghafla kuloa kukakoma, lakini mvua inanyesha kubwa. Nilipotizama nikakuta upinde wa mvua umenizunguka namna hii round. Mimi niko katikati nikitembea, na wenyewe unatembea. Mahali ninapotembea mvua hamna. Usiniulize kwa nini sikushtuka, hata mimi sijui. Kuna mama mmoja alikuwa na mtoto wake wamesimama chini ya mti kukwepa mvua, lakini mimi natembea. Nilipopita karibu yao, yule mtoto akasema, mama, mvua imeisha, kwa sababu waliingia kwenye eneo la upinde wangu. Nikasikia yule mtoto akisema, mama, mvua imeisha. Nilipovuka upinde, ulipowavuka wakaanza kuloa tena. Akaja rafiki yangu, sasa hivi ameshafariki, na gari. Aliponiona akasimamisha gari, nikafungua mlango, nikaingia ndani kiti cha mbele. Alafu akanitazama, akaniambia, mbona hujaloa? Ndio swali la kwanza aliloniuliza, mbona hujaloa na mvua kubwa namna hii? Nikamwambia, tizama juu ya bonnet ya gari yako. Juu ya gari yake pale kwenye bonnet, upinde wa mvua ulikuwa umelala pale, waipa zake zinafanya hivi na hakuna maji. Akaniambia, ndio nini? Nikamwambia, hata mimi sijui, ila ninachojua upinde wa mvua umeenda pamoja na mimi na siloi. Tukaenda namna hiyo, ikabidi azime waipa zake, tuende moja kwa moja mpaka nyumbani. Akaniteremsha kwangu, nikateremka. Nilipoteremka mvua ikaanza kunyesha juu ya gari yake. Iliniogopesha sana, nilifikiri sana. Usiku nikaota ndoto tena, pinde 3 za mvua zimetoka juu ya nyumba nayokaa, zimeenda mbingu. Nikajua hii sio kitu ya kawaida, kwa nikaamua kuomba, Mungu, ni kitu gani hiki? Ndipo akanionyesha kwenye kitabu cha Mwanzo kwamba upinde wa mvua ni ishara ya agano. Kwa nikajua kuna agano linalonihusu. Nikamuuliza Mungu tena, hili ni agano la namna gani? Akaniambia, muulize mama yako alipatana nini na mimi kabla hajaolewa.
juu yako. Mama yetu alikuwa ametutembelea wakati ule, kuna mtoto alikuwa amezaliwa kwa amekuja hapo. Nikasubiri usiku, tumeshamaliza sala, kila mtu ameenda kulala, tumebaki na mama. Nikamwambia mama, usiondoke na maneno machache. Akakaa hapo, nikasema nimeona 1, 2, 3. Mungu ameniambia nikuulize, mlipatana nini na yeye kabla hujaolewa juu yangu? Mama akanyamaza kwa muda, alafu akaanza kuniambia. Akiwa darasa la 8, anasoma shule ya Wakatoliki Tosamaganga kule Iringa. Wale masista walimpenda sana, walitaka aingie kumtumikia Mungu moja kwa moja, na angeingia kumtumikia Mungu kama wanavyotumika wao, asingeolewa. Na yeye alikuwa anataka kuolewa, na nia yake kubwa ni kwamba azae apate watoto wa kike, kwa sababu yeye alikuwa ni mtoto wa kike peke yake, wengine wote walikuwa ni kaka zake. Na kilichotokea, akaanza kutafuta namna ya kuondoka, na asingetoroka tu. Wale masista walikuwa naona ana kitu ndani yake ambacho wanakihitaji kwenye utumishi. Sasa sikia, ananiambia alipoona yule sista mkuu kila wakati anamkumbusha hilo, akaenda porini. Alipoenda porini, anasema nilipiga magoti nikamwambia Mungu. Anasema akamwambia Mungu, Mungu, ninajua unataka nikutumikie, ninashukuru sana kwa kuniita nikutumikie, lakini naomba uniruhusu niolewe. Watoto nitakaozaa nimekupa badala yangu wa kutumikia. Ndicho alichoomba. Tunaenda sawa sawa? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo alitutoa sadaka, hajaolewa. Tunaenda sawa sawa? Kabla hajaolewa ametutoa sadaka, katutoa sadaka kwa Mungu. Na kitu kilichofanyika baada ya pale, alishangaa tu. Baadaye yule sister anasema, lakini ulituambia kwamba unategemea kuolewa, tusikuzuie sana, unaweza kaenda. Kakaruhusiwa, na baada ya muda akaolewa. Alipofika, mimi nikazaliwa wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Okay, sasa twende kwa maandiko. Inamaanisha niliketishwa na sadaka. Sasa mimi naendelea na mipango yangu na mawazo ya kwangu, na kwamba Bwana nitaenda hivi. Saa ingine mnakaa na wenzako mnajadiliana, Bwana tuchague hiki, twende hivi, twende hivi. Kumbe maisha yangu ya baadaye yamefungwa na sadaka ambayo mama alikuwa ameisema kabla hajaolewa. Ameifunga, asante Yesu, na Mungu aliye hai, kwa namna ambavyo Mungu alikuwa anatizama tu saa itakayowadia apate kujidhihirisha. Tunaenda sawa sawa? Tunaenda sawa sawa? Ilipofika saa ambayo Mungu ameikusudia, akajidhihirisha na kuniambia kulikotoka, mipango iliyoko yako, sadaka gani ilishika maisha yangu ya baadaye. Tuna karibu miaka 40 kwenye huduma kutoka kwenye ile sadaka. Ungeniambia kwamba maisha yangu yatakuwa namna hii, kila siku niko barabarani, kila siku niko nahubiri kule, nafundisha kule, ningekukatalia, kwa sababu haikuweko kwenye mawazo ya kwangu. Lakini yule anayeamuru sadaka itolewe na anapokea sadaka, uwe na hakika na sauti. Kukitokea tu Mungu niko namna hiyo, anakuwa na sauti juu ya uwe unajua au hujui.
Na ndio maana shetani hataki ujue, kwa sababu si sadaka zote zinapelekwa kwa Mungu aliye hai zinaweza kukamata watu. Anaenda kasome kwenye Biblia uone mifano kadha wa kadha.